Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu, haja ya moyo wangu Yesu. Kama yala tafuta vyo maji, zaidi ya udongo mkavu uonavyo kiu kwa tone la maji, ilivyo nafsi yangu nisiposema nawe, ulivyo moyo wangu nisipoushiriki nawe. Kama samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako. Nataka nisame kwa pendo lako kuu. Nataka nisame kwa pendo lako kuu.
nakuhitaji Yesu. Nakuhitaji nachotaka ni wewe tu Yesu, ni wewe nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu ni wewe Yesu, hey, ni wewe haja ya moyo wangu Yesu. Nataka nikujue zaidi ya fahamu zangu, naona nikuinue zaidi ya hitaji langu, niloweshe kwa roho nikujue, sura yako ung'ae usoni mwangu, nataka nikutumikie kwa nguvu mpya, kisichowezekana niwezeshe, napopungukiwa nineemeshe, nakuhitaji Yesu, nachotaka ni wewe tu, nakuhitaji Yesu, nachotaka ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, haja ya moyo wangu ni wewe Yesu, ni mtupu bila wewe, haja ya moyo wangu Yesu, ni wewe nachotaka ni wewe, nakuhitaji wewe tu, nakuhitaji Yesu, nachotaka ni wewe kila saa, ni wewe tu, haja ya moyo wangu Yesu, ni haja ya moyo wangu, nakuhitaji Yesu. Saa ni mwaminifu Bwana. Amen, amen. God bless you, God bless you. Karibu sana jioni leo tena, Bwana kubariki. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati mwema ametupatia. Asante kwa sababu ya chochote. Naamini Mungu amelinda siku yako leo. Naamini ya kwamba umeshinda salama. Umeona mkono wa Bwana. Nataka kuamini mambo yako yote yako sawa. Na ninaamini ya kwamba bado yataendelea kuwa sawa na Bwana ataendelea kukulinda zaidi. Maandiko yanasema wanaomtegemea mwanadamu wamelaaniwa, lakini wanaoweka matumaini yao kwa Bwana, Bwana atawalinda na watabarikiwa. I believe God, you are going to be blessed tonight. God bless your family. God bless your life. God bless you. The power ama nguvu ya neno la Mungu. The power of the word. The word of God. It cannot work when it's not released. Now the way to release the power of the word of God, it is to speak. The only way you can release the word of God, it is to speak. When you are speaking, you are releasing something. Many people, they don't know, when you are talking, you are creating. When you are talking, you are creating something. Sometimes it's the something you don't know, but you are creating something in your life.
Kwa hivyo creation, any creation you can do in this world, anything you can build in this world, anything you can start in this world, the first thing you must understand to do with creation, the way to create things, it is to speak. Kwa hivyo usidanganye moyo wako useme ya kwamba nilikuwa naongea tu, sikuwa na maanisha. Jua hivi, when the Spirit of God is in you, you must stop jokes. When you have the Spirit of God in you, you must stop to joke. Anytime you are starting talk, you are starting something, na you understand, unaelewa ndani yako, you are starting something with the word, you must know this, note this, you must talk through understanding and revelation. Think before you talk, because anything you are releasing, it will come back to you. Anything you are releasing in the spirit, it will come back to you. In fact, sometimes we joke with many things. Na Yesu akasema, kila neno mwanadamu atoao kinywani mwake lisilo na maana, kila neno mwanadamu alitoalo kwa kinywa chake pasipo na maana, pasipo na sababu ya kutosha, atajibu, atasema kwa nini. Kwa hivyo understand, anytime you are talking, you are not joking when you have the Spirit of God in you. Because the Spirit of God ni life, ako hai, na ana create, na ata create in the spiritual realm. Wasa niseme hivi, prayer without Holy Spirit, there is not prayer. It is not prayer. The prayer without the Holy Spirit is not prayer. Because anytime you are praying, but there is no Holy Spirit in your life, you are not praying. You are talking. Na affection ama effect ya maombi. Effect ya maombi. You need the prayer to work. You must pray through the Holy Spirit. Now, when you have Spirit of God in you, you must know how to talk. You must stop to talk without thinking. You must know how to create things, to talk before the presence of God. Because anytime you are talking in His presence of God, you are creating something. If you don't know or you know about it, but you are doing something in the spirit. So you must understand how to do things in the spirit. Psalms 33. Psalms 33. If you are there, you can say Amen. Psalms 33, verse number 6. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Unaelewa sasa, hapa ndio unaanza kuelewa that's the power of the word. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. How? Genesis chapter number 1.
verse 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nao nchi ilikuwa ukiwa tena tupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Nataka uangalie vizuri. Mungu, verse number 3. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Mungu akasema. Mungu akasema. Nataka usikize hapo vizuri. Mungu akasema kuwe nuru, na ikawa nuru. Mungu akuumba, Mungu akufanya sarakasi, Mungu akusema asaidiwe kufanya chote. Mungu akasema. Power of the word, power of the word, power of the word, power of the word. When you are talking, you are releasing power. When you are talking, you are releasing the power of the Holy Spirit. When you are talking, you are releasing the power of the Holy Spirit in your life. When you are talking, you are releasing something. Unaweza kuwa unaelewa ama hauelewi. Because when you are talking in the spirit, you are creating in the spirit. Now anything you are creating in the spirit, one day like today, itakuwa available in the physical realm. Kwa hiyo we are creating in the spiritual realm, but we are going to receive in the physical realm. Why? When you are talking against yourself, against your life, foundation against your life, you are creating in the spirit, but you are going to receive in the physical. But it is good to know when you are talking, you are planting in the spirit. Na Biblia inasema asidanganyike mwanadamu. Chochote mwanadamu apandacho ndicho atakachovuna. Mungu adhihakiwi, adanganyiki. Now if you know you are not good with your talking, with your talk, you are talking without thinking things, know this. You are creating your own world. Because you talk without thinking. When you are talking without thinking what you are talking, you are creating your own world. One day like today, you are creating in the spirit, you are going to receive in the physical. Unasema watoto wangu ni ovyo, watoto wangu ni useless, huyu hata akipikwa hawezi hiba. He cannot change. I don't the demons zilizomwingia. I don't know the life. You are creating in the spirit. You are going to receive in the physical. Now the problem is we don't know how to reverse, but we know how to curse. God said, Genesis 1:3, Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Mungu akasema na iwe. Kwa hiyo kusema, unayasema but yanafanya. Sasa yako unaweza yasema, na kwa sababu in the physical immediately there's anything you can see, hata ukiangalia uone chochote, but in the spirit you are creating something. Wait. If you are not going to change your words, zile ulinena, wait. You are going to reap what you sow. Because anything you sow, you must reap. The way of sowing, it is talk. When you are talking
without reasoning, without thinking, you are creating your own world. You are going to receive according to your talk. Now, verse number 6. Mungu akasema, na iwe anga katikati ya maji, likatenge maji na maji, likatenge maji na maji. Mungu akaifanya anga, akaitenga ile maji yaliyo juu na anga yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akasema, na iwe anga. Sasa jambo la kusema ni authority power aliyotumia kuongea. You must understand when you are talking, you are doing something in the spirit. Ndio maana Psalms anasema ya kwamba 33 verse 6, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Na Yesu anasema ya kwamba anything you pray when you are talking before God, anything you are saying, you are going to receive. Akawambia, muko na nguvu katika dimi zenu, chochote mtakachoongea mtakipokea. But you must understand, when you are talking, you are not talking, you are creating. You are doing something in the spirit. Unaposema mimi ni useless, unaposema naona mimi ni kama nilaniwa, unaposema naona sitainuka, unaposema naona mimi ni mtu hovyo, unaposema sijui nani alinikasi, unaposema sioni ndoa, unaposema sioni watoto, unaposema sioni bwana, unaposema sioni kazi, unapoona sioni, unasema sioni, kile unasema uoni, umesema tu kwa anga ya rohoni, but in the spiritual realm itakuwa created na itakuwa obstacle in your life. You never go there because you say with your mouth, I cannot see the progress, I cannot see the family, I cannot see the children, I cannot see husband, I cannot see a wife. Because of what? You said. Now, time imefika. You need something you say you don't want. You need something. Na hapo mbeleni ulisema, I don't want. Leave it. But time imefika. Hali imekuambia, now you need it. Now you are there. I need. Wow. You are not going to get it. You will struggle to get it. Now you must know, this is your time to reverse every negative word against your life, against your family. I tell you the truth. This is a good time to reverse every word against your life. If you want to succeed, if you want to progress, you must know a good life come out of your good words. Good life inatokana na maneno mazuri ya kinywa chako. Good life. You want to progress, you must talk about progress. You want to live a good life, you must talk about a good life. You need a healing, you must talk a healing. You need a good children, you must talk a good thing to your children. Haijalishi wanakaa wazimu, watachenjiwa na maneno ya kinywa chako. Haijalishi hawafurahii, hawainuki, hawaendelei, wataendelea because you are word. Unaona biashara nzuri, utainenea ikiwa imekwama, isimame katika jina la Yesu Kristo. You must understand your word ndio inaweza create another word in your life. Lakaso barakata ya dama. I think you can understand the word. Akasema, na jeshi lote lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hey! Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Pumzi ya kinywa. Kwa hivyo kile unapumua ni uhai. When you are thinking, umekaa chini, you are thinking something. When you are thinking something, you don't understand what you are thinking, but you want to talk. Before you talk, think twice.
Because pumzi yako ni uhai, inaweza create another world, inaweza create mtu kama wewe. Kwa nini mtu anasema kwa jina la Yesu pokea mguu, kwa jina la Yesu pokea macho, kwa jina la Yesu pokea masikio, kwa jina la Yesu pokea tumbo mpya, kwa jina la Yesu pokea uterus, kwa jina la Yesu pona? Hayo maneno kwa jina la Yesu, kwa nini sauti ina create? Because the same voice ndio inaweza create your good life, enjoyable life, good life, sweet life. You must know how to talk without creating another atmosphere, demons in your life. Sijui nani aliniloga, sijui nini nani alinifanya, sijui nani alinilahani. Hao watoto wangu ni kama walingiwa na mashetani. Hii familia hata mtu hawezi kaa, huwezi panda zime, huwezi fuga ng'ombe, huwezi fuga mbuzi. Because you are talking like that, you are creating atmosphere ya demons in your life. Because you are creating, you are going to receive what you say. You are going to live what do you want to be something? Anything you sow with your mouth, you are going to live with your hands. That's the only problem. Because when you sow, one day, you don't know kama ulipanda. Wanafikiria kwamba uliongea. Wacha niwaambie, maongeo ni mbegu. Maongeo ni mbegu unakuwa unapanda. Kwa hivyo maneno yote unayoyasema, kumbuka ya kwamba you are creating another world for yourself. I think ni vizuri kuelewa ya kwamba creation haijaisha. Maisha yako unaweza kuyatengeneza mwenyewe. Psalms ndio tunasoma 33 verse 6. Kwa neno la Bwana mbingu ifanyika, na jeshi lote lake kwa pumzi ya kinywa chake. Hallelujah. Jeshi yake yote. Imagine malaika wote wale unafikiria waliumbwa na pumzi ya Jehova. Sasa uelewe maneno ya kinywa vile iko na uzito. Niambie wewe unataka malaika wangapi wakae kwako? Create your own world in the name of Jesus Christ. Atmosphere ya roho Mungu, atmosphere ya angels wanaokaa karibu na wewe. Unasema in Jesus name I command the angels. Na command angels in by compound, no demon, no witchcraft, no sorcerer, because you have power and authority in your mouth. When you are talking, you are releasing. When you are talking, you are releasing the authority. You are saying something. Na ndio maana siku moja Yesu akanenewa na mmoja, akida mmoja alikuwa mkubwa wa jeshi fulani kikundi, akida mkuu. Akasema ya kwamba mtumishi wangu ni mgonjwa, wacha Bwana aambiwe akuje amuombe. Na Yesu akasema ni sawa, acha twende tukamuombe. Alipokuwa barabarani akaenda akamwambia no, sitaki uende mahali. Sikiza, mimi ni kiongozi, ninao mamlaka na authority juu ya watu fulani 50 jeshi. Na napoambia mtumishi wangu enda, anaenda, rudi anarudi, kaa anakaa, simama anasimama. I know kama umetumwa na kweli uko na authority ya amekutuma, utasema neno tu ukiwa hapa na neno litafika mahali mgonjwa wako. Yesu akasema katika Israeli sijawahi ona imani kama hii. Kwa sababu gani? Aliona huyu mtu ataki Yesu aende kwake akampikie. Ingekuwa ndio ungesema Yesu karibu na mayai unaweka na kuku na chinja, wewe hata unaona kushiba kwa Yesu. Yeye aliona naona Mungu, kwa sababu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Hili authority amebeba, anaweza sema hayo maneno, si lazima aende kwangu. Hiyo ndio inaitwa faith. Anaelewa the power of the word. Now I believe in the power of the word. Kama huyu mtumishi alisema Yesu usiingie kwa nyumba yangu kwa sababu haifai. Wewe kama ni kiongozi na umetumwa na uko na authority ya baba yako, you can say it ukiwa mahali ulipo. When you say the authority ulio nayo, itafika nyumbani na mtumishi atapona. Means kwamba wewe upasi kuja kwangu kwa sababu your word haina mpaka. Neno la Mungu haina ukuta wa kuzuilia. Linaweza pita kwa gorofa, linaweza pita kwa milima, linaweza pita kwa maji mengi. Neno la Mungu haliwezi zuiliwa. Wacha nikwambie, word of the spirit haina boundary. When you are talking in the spirit. Wacha niwaambie something. It is good to understand. Huyo mtu aliposema hivyo,
hivyo. Yesu akasema ya kwamba nimeona imani sijawahi ona Israeli. Na the same time maandiko yanasema alisema hivyo mtumishi wake kwa nyumba alipoambiwa alipona the same time because of the word. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba neno la Bwana na kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo pumzi ya kinywa chako inaweza create another world. Hallelujah. Unaweza create another business. Unaweza create another duka ile unafanyia kazi. Unaweza create another job. Unaweza create another, oh my God, my Father. Wacha nikwambie something. Zile vitu zote umeongea negative in your life, now reverse it now. Start to create another world in your life. Another atmosphere in your compound. In the name of Jesus Christ. And declare tonight, you must declare anything ulikuwa umedeclare opposite, negative word, now reverse it in Jesus mighty name. Na utaanza kudeclare. Kama uko pale sema amen kubwa, sema glory to God, kwa sababu it is good to understand when you are talking, you are not talking to people, you are talking in the spirit. Now if your spirit of God is in you, if the spirit of God is in you, when you are talking, you are creating. Haijalishi unajua ama hujui, you are doing something. Na kile chochote unapanda in the spirit utavuna katika physical. Anything you create in the spirit unaenda kureceive in the physical. Hallelujah. Unaposema watoto wako ni ugali, hawana akili, hawana mawazo, in the physical watakuja kuwa wajinga. Unaposema I cannot be married, in the spirit, in the physical utakosa mtu. Unaposema sioni nikikaa kwa hii mboma kwa sababu ya mashida iliyo ndani, in the spirit, physical utaondoka kwa ile mboma. Because you say for yourself, you create your own world and declare tonight, you must change your word. Reba kataya ndaruzaba. Change everything you talk against your. Take the word of God seriously. Now reverse everything you say against your life, against your children, against your business, against your problems ulikuwa nazo. Na utaona Jehova akiingia. Kama jeshi iliumbwa na pumzi, oh my God, jeshi ya mbinguni yote iliumbwa na pumzi ya Mungu, my friend. Na Biblia inasema the same pumzi hiyo breath ndiye alicreate nayo mwanadamu. Alipomuumba na matope akamtengeneza. Katika Genesis chapter number 2 verse number 7 inasema alipulizia pwani ya mwanadamu akawa nafsi hai. Sasa the same spirit aliweka ndani yako, you can create. Katika kitabu ya Zaburi 82 mstari wa 16 na 5 inasema hawajui ama wafahamu, wanatembea gizani, misingi yote ya dunia imetingizwa. Kwa sababu hao ni tumiungu hapa duniani, ni wana wa aliye juu sana. Sisi si Mungu, lakini sisi ni tumiungu. Kumbuka, mwana wa nyoka ni nyoka, mwana wa umbwa ni umbwa, mwana wa Mungu ni Mungu. Anasema ya kwamba lakini kwa sababu hawajui wataanguka kama watu wa kawaida, watakufa kama wengine. Kumbe wewe si kama wengine, you are different. When you have God in you, you are different creation. Amesema amekuumba na njia ya kutisha, na njia ya ajabu. Hallelujah. Katika Psalms 139 verses number 14 amekuumba na njia ya kuogopya na ya kutisha. Unapoelewa umeumbwa na njia ya kuogopya na ya kutisha, na roho wa Mungu anakaa ndani yako, when you are talking, my God, when you are talking like Emma. When you are creating, you are creating like Hema. When you are makazuri tayada, you must understand the word of God. Katika kitabu ya Jeremiah chapter number 1 verse number 12 alimuuliza Jeremiah, umeona nini? Akasema nimeona upito, nimeona mti fulani. Lakini akamwambia sasa umeona vizuri, umeona vyema, kwa sababu mimi nataka kutoka nyuma neno langu. Huwa natoka nyuma neno langu hili nilitimize. Wakati you are creating, wakati you are talking, you are creating. The power of the word, itatoka nguvu ingine nyuma ya lile neno umesema, na itaenda isikike. Ndio maana shetani utaka watu waongee ili awakusi na maneno yao. Na nimesema leo lazima ubadilishe maneno yako, upende usipende. Kama unataka kutembea na Mungu vizuri, lazima uanze kuongea kama mtu wa machua katika jina la Yesu Kristo. Nimesema uache utoto wa kiroho, uanze kuongea kama mtu machua. Haupasi kuwa mtu kukasirika hovyo hovyo, haupasi kuwa mtu kujaza hovyo hovyo, haupasi kuwa mtu kujibu watu hovyo hovyo, haupasi mtu kuongea maisha yake hovyo hovyo. Anza kusema wewe ni mwana wa Mungu na utaongea kama bila Mungu anaongea. Soma maneno ya Bwana. Ndio maana mahubiri haupasi kuyahubiri
sio ya Biblia. Ndio maana maombi hiyo na nguvu ni kuomba vile Biblia imesema. I declare favor upon your life. I declare change in your life. Today I declare the anointing of God to transform your life, to become another person in the name of Jesus Christ. Aliambia Samueli akaambia Sauli katika kitabu ya 1 Samuel chapter number 10, akamwambia verse 6, wakati utatembea utakutana na manabii na Roho Bwana atakuja juu yako, na wewe utaanza kutabiri pamoja na wao, kwa sababu Roho wa Mungu ataingia ndani yako. Sasa yale utaanza kufikiria na kuyaongea, fanya, kwa sababu Roho wa Mungu atakuwa pamoja na wewe. Wakati umeokolewa na umekubali Kristo, unakuwa transformed. Now it is not you, it is the power of God in you. When the Spirit of God is in you, it is not you who are talking now. It is the Spirit of God talking, anakiwa ndani yako, na hiyo ndio inaleta difference. When the Spirit of God is in you, you make difference in your life. You make difference to other people. You make difference to your compound. You make difference in your life yourself. The problem, we don't know how to talk. Tunaongeaga bila tunataka. Bwana atusamee kuongea bila mipangilio. Bwana atuhurumie kwa sababu ya kuongea bila kuwaza. Bwana atuondolee lawama ya kufikiria vitu kikawaida. Tuangalie Peter, 2 Peter chapter number 2 verses 21. Chapter number 1 verses number 21. First, 2 Peter chapter number 2. Glory to God. I know you are there. You are listening. Now God bless you because you are listening. Oh, you'll never remain the same again because the Holy Spirit is here. Mande lazori bataya zakata. Maandiko inasema nini? Waraka wa kwanza, waraka wa pili. Okay. Waraka wa kwanza, waraka wa pili wa Petro. Chapter verse number 21, chapter number 1. Maana unabii au kutolewa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena alivyotaka, yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Unasikia? Kwa maana manabii hawakuleta popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Hawakuongea anything kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Anytime you have the Spirit of God, si wewe unakuwa unaongea. Ndio maana upase kucheza. Watu wamezaa Roho Mtakatifu wapendangi wafanye mizaa. Please don't be a joker. Ukinjoka njoku na githeri na ng'ombe na mbuzi, but the things of God, don't joke with things of God. Please. Nisema siku nyingine unaweza ambia mtu mimi naweza kukula nyama kilo 5, hizo ni joke zako za tumbo. Naweza kukunywa thermos moja ya chai, hizo ni joke zako za kawaida. But don't joke with the word of God. Know the word of God is life. When you are talking life. Still inabeba death. When you are talking opposite, ina carry death. Because anasema ulimi una uwezo wa mauti na uzima. Now, wale wapendao watakula matunda yake. It is you. You choose what you want. Now it is not, decision is not from God. It is from you. You yourself. You must decide what you want to do. Things. Because when you believe in the word of God, you talk like God. I think it is good to understand. Hiyo neno, hata ukibaki kulisikiza, urudi usikize tena, understand. Kwa nini Mungu alifanya vitu hizo zote? Alitumia kinywa chake kuumba jeshi zote za mbingu. Akaumba vitu zote kupitia neno lake. Ukianzia na Genesis chapter number 1 verse number 3. Utaona sababu ya kufanya hizo vitu zote. Mungu alikuwa na uwezo wa kutenda mambo makubwa sana. Nisome mwizo Psalms 139:4. Psalms 139:4. Hallelujah. 139 verse 4. God is good. Maana amna neno ulimini mwangu lisilo lijua kabisa Bwana. Asilo lijua kabisa Bwana. Maana amna neno ulimini kwa ulimi wako mwangu
usilolijua kabisa. Bwana anasema kwa maana kwa kila neno linalotoka kwa ulimi wako kama kwa kinywa chako hakuna neno Bwana asilolijua. Kwa hiyo hata kama unaliongea vibaya bado litakugeuka, kwa sababu Mungu anajudge kwa maneno yako. Maandiko yanasema utakuwa judged to your own words. Kwa hiyo devil anapoenda kuaccuse mbele za Mungu atasema fulani alisema na fulani alisema. Kwa nini unamfanyia hivi na alisema hivi? Na Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ana respect Shetani anapokwenda kuaccuse wakati umefanya makosa. Do you know that? Kwa nini walikuwa wanapigania mwili wa Musa? Kwa sababu alijua sheria ya Musa bila Mungu alimwambia alivunja, aliruka neno. Na alikuwa na akishana na yeye. Mpaka sasa anasema akemewe. The point is when you are talking negative, hizo negativity zitakuwa part of your life. When you are talking positive by faith, hiyo positive itakuwa positive in your life. Possibility yote itakuwa pande yako. Impossibility is not your portion. But when you are talking impossibility, utaona mambo itakuwa magumu. When you are saying all things are possible with God, with every word you talk, itakuwa part of your life. And declare today, anything you talk negative against your life, against your family, against your children, against your business, against yourself wakati ulikuwa mdogo, please, rudi tena uambie Mungu, I repent because hiyo ni dhambi. I want now to become myself. I want to know to do the right thing. Now start to declare blessing in your life. Bless your life. Bless your life. Declare kwa uso wako. Anza kusema maisha yangu itafaulu. Maisha yangu itaangaza. Maisha yangu itasucceed. Sitakaa maisha yale niliyo chini. Nitainuka kiwango kingine. Sitakwama maishani. Sitakutana na mbaria. Nitafaulu. Hata kama nitakuta milima, nitaipanda kwa uwezo wa Mungu. Chochote kilikuwa ni mkwama maishani mwangu, nao naenda kusucceed. When you are talking like that, tabiria maisha yako. Sema yale nilisema nikiwa mdogo. Nikasema mimi ni useless. Mimi ni maskini. Mimi ni bure. Sema sasa unafaulu. Sema wewe ni wa maana. Reverse na utubu mbele za Bwana. Baba, ni asante kwa kanisa la mtandao. Na declare wapendwa hawa katika hii ministry. I declare the favor of God upon them now. Let the God transform their lives in the mighty name of Jesus Christ. I pray for the favor of God upon your life, because the word of God have favors. The word of God have favor. Receive that favor in Jesus name. Nimedeclare kwamba Mungu atatawala maisha yako. Your life will never be the same again. It's going to transform you now to become a new person. In Jesus' mighty name I pray and I believe. Everybody shout amen. Say glory to God. If you're blessed in Jesus' name, Bwana walinde na watende mema. Kumbuka leo nimesimamisha na nimesimama hapo. Sitaendelea tena. Kesho naanza ujumbe mwingine, asubuhi mpya na jioni mwingine mpya. God will bless your life because it's so faithful. I think kwa hizo maneno zote nimekuwa nikifundisha, unaweza rudi kwa Facebook yako, hizo maujumbe hazivutangi. Ukirudi utasikiza hata siku 2-3. Usikize maneno hayo, uone haya maneno napaswa kusema no to the devil. Kama kuna maneno ulikuwa umeongea kinyume, ile asubuhi ya obedient, obey the word of God. Ile jioni maneno, unene maneno yanayofaa, na your life you'll never be the same again. You are blessed in Jesus' name. Have a good night. Let us meet morning, very early in the morning, 6 a.m. 6 a.m. Please inaanza na 6 a.m. Kwa hivyo wengi wanakuja 6:30. Sasa naona hata sasa hivi watu wanakuja 2:30. Ama ni kufika kwa nyumba. God bless you. Awatende mema. Nawapenda sana. Ndio maana huwa nafungua moyo wangu kuongea na nyinyi. It is not about money. It is not about paying. No one is paying me. Hakuna mtu ananilipa. Ni kujitoa. Kwa hivyo anytime you want to support this ministry, you can support. You can give to God. You can give to God according to bila umebarikiwa. Niwapeaga namba ya 0713 29 32 82. 0713 29 32 82. Unaweza itumia kusupport the ministry if you feel like to do that. You do for yourself without forcing. Sikiza moyo wako, usikie unaweza fanya nini. Nikwambie ni ministry inahitaji a lot of things to do. Now we are going very far. Blessing.
usiku mwema. Haleluya, sema amen. Salom, salom. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu. Astahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu